Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Wizara ya Mambo ya Nje ya nchini Zambia zimefanikiwa kutatua kero 5 kati ya 10 zilizokuwa zinasumbua katika mpaka wa Tanzania na Zambia katika mji wa Tunduma, hali inayosababisha kuwa na foleni kubwa ya malori huku madereva wakiteseka kwa kuchukua siku nyingi kuvuka katika maeneo hayo. Hayo yamesemwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania Balozi Mahmoud Thabiti Kombo alipofika katika kituo cha forodha cha pamoja cha Tunduma na kufanya mazungumzo yaliyochukua zaidi ya saa 6 na waziri wa Zambia anayeshughulikia mambo ya nje na wataalamu kutoka pande zote, na kusema moja ya jambo kubwa ambalo lilikuwa linasumbua ilikuwa ni skana, hasa upande wa Zambia, ambapo kwa sasa wameliweka sawa na serikali ya Tanzania imewanunulia skana moja Zambia kuongeza uharakishaji wa ukaguzi wa mizigo katika nchi hiyo. Aidha, ameongeza kuwa kero nyingine ilikuwa nchi ya Zambia. Maafisa wa forodha walikuwa wanafanya kazi kwa masaa 10, ikiwa ni tofauti na Tanzania wanaofanya kazi kwa saa 24, hivyo kufanya foleni kuwa kubwa upande wa Tanzania kwa madereva wanaotaka kuvuka kwenda nchi zingine upande wa Zambia, na hivyo sasa wamekubaliana kuwa watafanya kazi kwa saa 24 kama Tanzania. Cosmas TZA anatujuza zaidi juu ya sakata hilo ambalo mimi ni agizo. Mara nyingi mimi siendi sehemu bila kupewa agizo. Hili ni agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambalo limepitia kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ndio mwenyekiti wetu, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye limepitia kwake. Aliunda kamati hiyo imefanya vikao mara kadhaa, zaidi ya mara 2, na kujadiliana changamoto kuu. Wengine sisi tulibahatika, mimi mara yangu ya kwanza kufika hapa Tunduma. Wengine tulibahatika kwenda katika kile kikao, tumejua hadhi, umuhimu na umkakati wa kituo hichi kwenye hicho kikao. Hata nyinyi pengine waandishi wa habari mnakuja huku, mnatembea, mko maeneo huko, lakini pengine hamjui hata mwananchi wa kawaida. Hichi ni kituo kimoja wapo muhimu sana, ambacho kila mwaka huwa kinakuwa katika idadi ya tani zinazopita kutoka bandari ya Dar es Salaam kuja huku ndani, lakini ndio kituo kinachoongoza pia kwa tani zinazopita kutoka Zambia na DRC kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo kuchukua mzigo wote Dar es Salaam, hao wanaweza kuongoza kwa mzigo mzito unaotoka nje ya nchi. Kwa hiyo ni kituo muhimu sana na ni mkoa muhimu sana na ni mpaka muhimu. Naweza kusema mpaka huu unashindana na mipaka mingi mengine ya Tanzania, lakini kwa volume ya cargo, kwa volume ya tani za container, kwa volume ya loose cargo, kwa volume ya mzigo kutoka, kituo hichi kinaongoza. Kwa hiyo kilitolewa agizo. Kulikuwa na changamoto hapa. Changamoto ya kwanza ilikuwa madereva wanalalamika, kuna foleni ndefu kweli kweli. Nadhani mmeona nyinyi wenyewe. Mkitoka hapa pia muone hilo. Foleni zaidi ya kilomita 4 mpaka 5. Madereva wanalalamika na pande zote mbili. Upande huu wa Tanzania wanalalamika, upande wa Zambia. Kwa hiyo malalamiko juu ya malalamiko. Kwa hiyo moja ilikuwa ni hilo kulitatua. Leo tumeweza kufanikisha na kukubaliana na waziri mwenzangu Mheshimiwa Mulambo Haimbe kutoka Zambia juu ya hilo, namna ya kulitatua. Baadaye mnaomba mpige picha, kuna barabara inajengwa hapa na TANROADS, moja hapo itakayotatua tatizo ni hiyo barabara. Kuna bypass ya pili kule ya mizigo ya DRC transit, imetolewa barabara mpya, naomba mupite muone, mtagundua hilo ni la pili. La tatu, kuongeza mashine za skana, sasa hivi 3, na moja imechangiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imetolewa kama msaada kwa wao ili kuharakisha mizigo, kwa sababu kila sisi tukichangia na mizigo nayo inazidi kwenda haraka, na pia mzigo unashuka kwa haraka kule bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo hilo nalo pia tumelizungumza. Kwa hiyo mwende pale kwenye skana, inafungwa sasa hivi skana, mtaona. Na kwa upande wetu pia skana inatengenezwa iwe inapitisha magari haraka zaidi. Tumekusudia tuwe na uwezo wa kupitisha magari zaidi ya 200 mpaka 300 kwa siku. Sasa hivi magari yanakuja 1000 kwa siku, na sisi bado kupitisha kwetu si zuri, lakini kubwa zaidi kuliko yote tulifanikiwa na tunaondoka kama zawadi. Sisi Tanzania tunafanya kazi kwa saa 24 kwa siku, wenzetu kwa saa 10 tu kwa siku. Ikifika 12 jioni wanafunga
kwa heri mpaka siku ya pili. Lakini kikao cha leo na waziri ameshajicommit na amekubali na amezungumza na wao, watakuwa wanafanya saa 24 kwa siku. Kwa sasa yale magari hatofika 12 jioni yanalala, madereva wote wanalala kwa upande wa Tanzania. Sasa magari yatakuwa yanakwenda tu. Kwa hiyo mizigo ya Zambia, mizigo inakwenda Zimbabwe, mizigo inakwenda kusini, nchi nyingine za kusini mwa Afrika, pamoja na mizigo ya transit ambayo ni mingi kwenda DRC upande wa mashariki ya Kongo, pia sasa itapita kwa haraka zaidi. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa mafanikio. Yalikuwa yamebakia mambo 10. Naweza kusema kero 10 katika mpaka huu zilikuwa zimebakia. Leo tumezitatua 5 na kero 5 zinaendelea kutatuliwa kwa pande mbili kukaa, kwa sababu ni kero endelevu. Mfano kero ya madereva kuendesha vibaya barabarani na kusababisha ajali ni kero ya kudumu. Kwa hiyo inaendelea kufanywa kazi kwa pande mbili kukaa na kutoa mafunzo kwa madereva ili madhila hayo ya barabarani sitoke. Mnajua barabara zetu sio pana, hazina lane nyingi. Kwa hiyo ikitokea ajali moja inaleta kizuizi kingine. Tumezungumzia pia na kero nyingine ndogo ndogo zilokuwako, kuongeza idadi ya wafanyakazi. Kwa upande wao wameikubali, wameichukua, wanaifanyia kazi. Zile gharama ndogo ndogo zile wameziondoa, kufungua pale saa 24 ile barabara pia upande wa pili kwa bypass pia wamekubali. Kwa hiyo kero ndogo ndogo nyingi pia tumeziondoa, lakini naweza kusema ni endelevu baadhi yake, kwamba mafunzo yanatolewa. Asanteni sana kwa utaalamu zaidi, lakini mimi nataka kujibuni leo tumefanikiwa. Timu zetu mbili zimeshaanza kazi, na mhoji yeye pia, timu za kiufundi za pande mbili zote zimekaa pamoja leo. Timu ya TRA kutoka Tanzania na timu ya ZRA kutoka Zambia leo zimekaa pamoja, mafundi wamejadiliana, itakuwa inasomana mifumo hiyo. Sisi tunatumia TANSYS kwa sababu TANSYS inaendana na mifumo yetu ya kikodi yote kiujumla wake. Wao bado wanatumia Escuda++, lakini mifumo hiyo inasomana. Tumeondosha zile changamoto ambazo mifumo ilikuwa haisomani kwenye eneo hili. Wataalamu wetu wamesema watawasilisha ripoti serikalini kupitia Wizara ya Fedha, na sisi tutapata nakala ifikapo mwisho wa mwezi huu. Tutajua mfumo unafanya kwa kiwango gani. Ni kufanya mifumo yetu ya kiforoza kuweza kuzungumza. Mfumo wa kiforoza ambao unatumika na TRA, mfumo wa foroza ambao unatumika na ZRA kwa upande wa Zambia iweze kuzungumza, lakini kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, timu tayari ziko hapa zinafanya kazi, na ndani ya muda mfupi kazi hiyo itakuwa imekamilika. Kwa hiyo ni tukio la kihistoria ambalo linakwenda kuacha tabasamu kwa Watanzania, kwa madereva, kwa wafanyabiashara, kwa wananchi wa mkoa wa Songwe. Na hii ndio commitment ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyotueleza kwamba kazi na utu. Anahakikisha kwamba anafanya kazi kuweza kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi, kwa wafanyabiashara, lakini kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. I just want to take the opportunity also to thank Tanzania, the people of Tanzania, and of course the heads of state for the kind gesture of the donation some time back of a new scanning machine for our use here at this facility. Interestingly, some time has passed since the donation was made, and the equipment has yet to be installed. So one of the outcomes of our conversations here, I'm happy to say publicly, is that we have agreed that we will expedite that equipment, the scanner being brought. It's a mobile scanner, so it will be brought and it will be used here at this facility, in addition to the new scanner that we have put in place at Zambia, so that we have more efficiency and more trucks passing through this facility and deal with the question of efficiency.